Amani iwe kwako mtazamaji wa Mlimani TV popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi cha Yasemavyo Magazeti leo asubuhi, ambapo tunaangazia kwa kina kabisa magazeti ya kwetu nyumbani Tanzania yanazungumza vipi. Mimi ni Gideon Pasco, fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Na tukilianza gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, wao wameandika bidhaa za magendo za zagaa kila kona. Ni bidhaa gani hizo mtazamaji ambazo zimeandikwa hapa katika gazeti la Nipashe? Katika ukurasa wa pili kuna undani wa habari hii. Lakini BMH yafanya upasuaji ubongo kwa teknolojia ya mawimbi ya sauti. Teknolojia kwa namna gani wamefanikiwa kuweza kufanya upasuaji huu? Katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, wao wameandika kwa kina kabisa. Tukiangazia upande wa nyuma ambapo ni kwa michezo, wao wameandika Simba na Yanga mawindoni. Mawindo gani haya ambayo Simba na Yanga wanayawinda? Unaweza kusoma kwa undani kabisa wa habari hii. Lakini Simon Msuva, tumejipanga kuiduaza Morocco. Wamejipanga vipi hawa bwana Simon Msuva? Kwa undani zaidi unaweza kusoma katika gazeti la Nipashe. Na tukiliangazia gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, wameandika udanganyifu wageni Kariakoo waanikwa. Udanganyifu gani huo ambao umeanikwa katika Kariakoo? Sasa katika habari hii ukurasa wa pili imeandikwa kwa kina zaidi. Lakini tume yaonya kujiandikisha mara 2. Tume ya uchaguzi imeonya kujiandikisha mara 2. Ni onyo gani hilo limetolewa na tume ya uchaguzi? Katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo kuna undani wa kina kabisa. Lakini katika habari za michezo, Taifa Stars yapaa kuifuata Morocco. Imepaa vipi? Imekwenda na kikosi kipi? Kwa undani kabisa wa habari hii unaweza kusoma ukurasa huu wa michezo katika ukurasa wa 21. Lakini mguto hakuna kichwa sakata Young na Simba. Amekuna vipi kichwa ama habari hii inamaanisha nini? Kwa undani kabisa unaweza ukasoma gazeti hili la michezo, lakini likiwa ni Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukiliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, wao wameandika gawio la serikali kwenye kampuni la paa kwa kasi. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili ni kwamba ni zile ambazo zina hisa chache lafikia 236 mwaka ulioisha Juni. Sasa unaweza kusoma kwa undani kabisa. Lakini Rais Mwinyi ashauri kampuni kuwekeza sukuki. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, kuna undani wa kina wa habari hii. Lakini katika ukurasa wa nyuma ambapo ni mahususi wa michezo, ukurasa wa 24, gazeti nasema kwamba Young na Simba, Young Sports Club kuifuata Singida Big Star kesho. Ni kuelekea nini? Unaweza kusoma zaidi katika kwenye uzinduzi wa uwanja, wataka kuandika rekodi. Sasa unaweza kusoma kwa undani kabisa ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini Simba yaanza mazoezi kwa kishindo. Mazoezi gani hayo ambayo yameanza kwa kishindo? Unaweza kusoma gazeti hili la Majira. Naam, lakini katika gazeti la Mwananchi Tanzania wameandika kwamba joto kusaka urais laanza kupanda. Kinamna gani joto hili la kusaka urais limeanza kupanda? Sasa chukua nakala yako katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania uweze kuelewa kwa kina zaidi. Lakini Lissu Heche kuinadi no reform no election Nyasa. Ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi lina undani wa kina. Chukua nakala yako uweze kusoma na kuelewa zaidi. Okay, sasa tukiangazia gazeti la Mwanaspoti mahususi kabisa kwa michezo, wameandika kwamba timu hizi zinashuka. Sasa unaweza kupata undani wa taarifa hii, ni timu gani ambazo zinadhaniwa kushuka kunako ligi kuu. Lakini namba zinawakataa Simba, Young za shika hatima zao. Namba zipi hizo mtazamaji? Unaweza kusoma, kuchukua nakala yako ya gazeti la Mwanaspoti na ukielewa zaidi. Lakini sababu ya Young kuitwa faster kambini, ni sababu gani hizo Kwa sababu Young walikuwa wametawanyika. Sasa sababu zilizowafanya Young kuitwa kambini faster sana unaweza ukazisoma katika gazeti hili la Mwanaspoti. Kata kiu ya michezo na burudani ili uweze kupata undani wa habari hii. Lakini mastaa kama la namba 1 bara wanamaanisha nini? Gazeti hili la Mwanaspoti lina uwazi wa habari hii. Na mtazamaji, kwa niaba ya wote kabisa waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Gideon Pasco. Endelea kutazama Mlimani TV kwa vipindi vingine vinavyoendelea.